kwa mfano mauaji yote mawili, ya kukusudia na yasiyo kukusudia, lakini pia inajumuisha uhaini, ugaidi na makosa fulani ya chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na uhujumu uchumi, na pia sheria ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya. Sasa mchakato wa kisheria ni kwamba mtuhumiwa anapokamatwa anafikishwa kwanza kwenye mahakama ya aidha ya wilaya au ya hakimu mkazi kutegemea na mgawanyo wa kimahakama katika eneo husika, lakini mahakama ya Kisutu inaitwa mahakama ya hakimu mkazi. Kwa kule kuna mchakato unafanyika, kwa lugha ya kisheria inaitwa komito. Sasa sina neno rasmi la kisheria na bahati mbaya sijakutana nao, lakini nitatohoa. Niseme tu kwamba usikilizwaji wa awali. Usikilizwaji wa awali nimeweka quotation marks kama nilivyosema, sio tafsiri rasmi, ila neno rasmi la kisheria ni komito. Kwa hiyo mchakato wa kisheria kwenye kesi ambazo zinasikilizwa na mahakama kuu peke yake, ikiwemo kesi ya uhaini, ni kwamba inaanza kwanza katika mahakama, aidha mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya wilaya. Kule kuna michakato mbalimbali ikiwemo upelelezi kukamilika, halafu mshtakiwa baada ya upande wa mashtaka kupitia kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kukamilisha upelelezi, manake kwa mjibu wa sheria inaitwa National Prosecution Services Act, sheria ya uendeshaji mashtaka sura 430 kabla ifanywe marekebisho mwaka 2019. Sheria hii inasema kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ndio itasimamia kwa namna fulani upelelezi. Kwa hiyo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka wakishirikiana na polisi wakishakamilisha upelelezi wao wanaleta taarifa mahakamani kwamba upelelezi umekamilika, wanaenda kufungua kesi au shauri information hati ya mashtaka kwenye mahakama kuu. Halafu huku chini sasa kwenye mahakama kama hii sasa hivi ya Kisutu tunakwenda sasa kusomewa mashahidi wao wanaotaka kudhibitisha huo uhaini ni kina nani, lakini pia vielelezo na maelezo, statements, maelezo ya hao mashahidi, lakini pia ni vielelezo gani watakwenda kuvitumia. Kwa hiyo huo mchakato ukikamilika, sasa tunahamia mahakama kuu, ambapo kama nilivyosema kwa mjibu wa sheria za nchi yetu ambazo zinazungumzia usikilizwaji wa mashauri ya jinai, basi inaelekezwa kwamba sikilizwe mahakama kuu. Kwa sasa hivi tuko katika hiyo process ambayo inaitwa komito. Kwa kesi hiyo niliyoitaja kesi ya jinai namba 8607 ya mwaka 2025 ipo kwa Mheshimiwa Franco Kiswaga, tutaizungumzia. Lakini pia mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mugwai pia anashtakiwa katika kesi nyingine ambayo ina mashtaka matatu, lakini kubwa kuliko yote au ambalo linabeba maudhui ni shtaka linaitwa kuchapisha habari za uongo. Sio maneno yetu, ni maneno ya hao waendesha mashtaka. Hii ni kesi namba 8606 mwaka 2025. Hii ipo mbele ya mheshimiwa anaitwa Muhini. Sasa kesi hii ambayo ipo mbele ya mheshimiwa Muhini inakuja kwa ajili ya uamuzi mdogo wa hoja za kisheria mbalimbali ambazo tulizitolea hoja mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Inakuja kwa uamuzi mdogo tarehe 6 Mei majira ya saa 6 mchana. Sasa ili muweze kuelewa hoja ambazo tutakwenda kuzitoa huko mbele, tunaomba kwa kifupi tueleze mbele ya mheshimiwa Muhini tulitoa hoja gani. Antipas Tundu Lissu Mugwai kama mnafahamu alikamatwa Mbinga mnamo tarehe 9 mwezi wa 4. Mbinga iko mkoa wa Ruvuma au Ruvuma watu wengi wanaifahamu almaarufu Songea, lakini hilo jina sio rasmi. Jina rasmi la kisheria au la kiutawala ni ule mkoa unaitwa Ruvuma, lakini maarufu Songea. Kwa hiyo alikamatwa tarehe 9. Mimi nilikuwepo kule, nilikuwa na shughuli nyingine lakini nilikuwepo kule. Binafsi baada ya kupewa taarifa na viongozi mbalimbali, watu waliokuwa na mheshimiwa Lissu wakiwemo mheshimiwa John Heche, mheshimiwa wakili mwenzetu Douglas Mahinyila, nilikwenda mpaka ofisi ya Central Police Station ya Songea pale au Ruvuma niseme. Nilipambana sana kadri ya uwezo wangu kuweza kupata haki ya kisheria ya kuonana na mteja wetu, kwa sababu haki ya kwanza kabisa ya mtuhumiwa anapowekwa chini ya ulinzi, ukiacha askari polisi ambaye anamweka chini ya ulinzi kujitambulisha kwa majina na force namba zake na kutoa anwani yake kamili ikiwemo na kitambulisho, na utaratibu umewekwa kabisa chini ya sheria iliyosema, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai inaelekeza utaratibu rasmi wa namna ya kumweka mtuhumiwa chini ya ulinzi. In fact unapaswa unamshika bega, unasema mimi naitwa afande fulani fulani, force namba yangu ni hii hapa, natoka kituo fulani na kutuhumu wewe chini ya kosa fulani na kuhitaji kwa ajili ya labda mahojiano au taratibu nyingine za kisheria. Alafu sasa anapaswa, wenzetu kama huwa mnaangalia sinema, nchini kwetu bado tuko nyuma sana kisheria, lakini wale ambao mnaangalia sinema utaona kwa Kiingereza wanasema, yule anayemkamata anasema you have the right to remain silent.
anything you say can and shall be used against you in a court of law. Kwamba nakuweka chini ya ulinzi, hutaki kusema chochote ukisema kinaweza kutumika dhidi yako. Kwa lugha maarufu ya kitaalamu au ya kisheria inaitwa Miranda rights. Kuna kesi maarufu ilifanyika Marekani ya mtu anaitwa Miranda. Kwenye kesi za wenzetu wakaweka huo msimamo kwamba unapomkamata mtu usitumie nguvu yani nguvu ya kupita kiasi bila sababu. Sasa kwa namna nyingine tofauti, kama nilivyosema, maoni yetu, our professional opinion, maoni yetu ya kitaalamu ni kwamba bado sheria zetu za kijinai ziko nyuma, lakini kuna standards fulani ambazo hazitofautiani sana. Moja hapo ni kwamba unapokwenda kumkamata mtu, basi kwanza usitumie nguvu ya kupita kiasi. Unakwenda na maaskari azifu kuna vita, unajitambulisha kwake huyo unataka kumweka chini ya ulinzi, na unamfahamisha anakwenda kushtakiwa na kosa gani. Kwa nini? Kwa sababu asije kwa mfano akaongea mambo ambayo yatakwenda kumwathiri yeye mwenyewe. Kwa hiyo unampa onyo la kisheria, unajitambulisha, unamwambia una haki na kuweka chini ya ulinzi. Maelekezo yangu ya kisheria ni kukupeleka kukuchakata katika kituo cha polisi fulani, labda tutakusafirisha kwenda kituo cha polisi fulani. Manake atawasiliana vipi hata na wakili wake? Manake ni kwamba kama kweli wewe ni professional, kama kweli ni mtu uliyobobea katika zoezi hilo, unakwenda kukwamisha maeneo mengine, kwa sababu mtu atakwambia mimi nahitaji wakili wangu. Wakili hawezi kufika kwa sababu simu mmeshamnyang'anya, na wewe namba za wakili huzifahamu. Kwa ndio maana sheria imeweka utaratibu huo ili kuweza kuweka hiyo nafasi. Kwa hiyo narudi pale nilipokuwa nimeishia awali kwamba alikamatwa katika namna ambayo mpaka sasa dunia nzima imeona, akapelekwa kituo cha polisi kikuu cha Songea. Mimi binafsi nilifika na wakili mwenzangu usiku wa kuanzia saa 2 hivi. Niliwasiliana na kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma au tuseme Songea kwa rais ya rejea. Nilishindwa na nilimwambia atanisamehe sana, sina ugomvi naye binafsi, lakini nilimwambia nitakwenda kuhadithia haya yote ambayo unayafanya kwa kukiuka sheria. Majibu yake yalikuwa kwamba Kibatala, unafikiri mimi ninaogopa ukienda kuongea na vyombo vya habari? Hii inaonyesha nini? Arrogance, ujeuri wa hali ya juu, kwamba watu hawaogopi. Yani watu wetu ambao wamepewa dhamana ya kusimamia sheria hawaogopi kuwajibishwa. Wanajua as long as amepokea order kutoka mahala fulani, nyie fanyeni mnachokitaka, yeye hataguswa, hatatingishika. Sasa hii ni mfano mmoja tu wa namna ambavyo kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tumemsikia Waziri Bashungwa, Innocent Bashungwa, tutakwenda kumzungumzia kwa kirefu, mimi binafsi kwa kidogo, lakini kwa kipande kikubwa rafiki yangu Jebra Kambole. Sasa anapoitisha press conference kwenda kuongelea mambo mbalimbali, yeye ni mwanasheria mkuu wa serikali, tumemsikia anaongea mahala fulani, anasema mimi ndio mwanasheria mkuu wa serikali. Majukumu yake sio yale ambayo tutakwenda kuyazungumzia. Pia ni kuhakikisha kwamba hawa watu ambao wanafanya kazi chini ya ushauri wake, chini ya mwamvuli wake, wanakuwa sio wakaidi namna hiyo kiasi cha kusema kwamba unafikiri mimi nakwenda kukupa. Yaani yake ni kwamba kwa sababu hawa watu wanatumikia kwa jina la umma, wanatumikia kwa jina la wananchi, lakini hawaogopi. Yani anakuambia I don't fear, and you cannot do anything to me dash. Nafikiri ndio maana yake. Sasa nyie mjiulize, ni hawa wale ambao kila siku wanasema kwamba wanatimiza sheria au ni watu tofauti? Anyways, kwa ni kama nilivyosema, nikapambana kadri ya uwezo wangu, ikashindikana. Antipas Tundu Lissu Mughwai akasafirishwa usiku. Haya mengine kaja kujua retrospectively baadaye kwamba alisafirishwa usiku ule, akaitwa Dar es Salaam, na mnamo tarehe 10 April akafikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, akafunguliwa kesi hizo mbili, namba zake ambazo nimezisema, mbele ya mahakimu hao wawili tofauti. Sasa tuanze na hii kesi iliyoko mbele ya Mheshimiwa Muhini. Lakini kama nilivyosema, shtaka ambalo linabeba maudhui mazima kesini, shtaka hilo. Baada ya kufikisha pale, kwa mjibu wa sheria, shtaka hili lina dhamana, na Mheshimiwa Muhini akampa dhamana mshtakiwa Antipas Tundu Lissu Mughwai, akampa dhamana kwa sharti la kwamba awe na mdhamini mmoja, kitu ambacho tutakuwa wachoyo wa fadhila za kisheria kama hatutasema ukweli kwamba Mheshimiwa Muhini alisimamia sheria kama ambavyo inaelekeza, kwamba there is no way ukatuambia kwamba Antipas Tundu Lissu Mughwai anaweza akaruka dhamana, ila unaweka mdhamini mmoja, kwa maana kwamba hata basi akichelewa kwenye foleni awepo mtu akukimbia kuja kutoa taarifa, au akiwa mgonjwa. Kwa hiyo kwenye upande wa dhamana hatuna tatizo lolote, na tunaipongeza mahakama, ilitumia common sense. Tumeshasema mara kadhaa, mpaka mahakama rufaa imeshasema mahakama zetu zinapaswa pamoja na mambo mengine kutumia common sense. Kwa hiyo ilitumia common sense, akapewa dhamana.
alishindwa kurudi nyumbani kwa sababu kabla ya hapo alikuwa ameshtakiwa kwenye kesi nyingine, kesi ya uhaini au shtaka la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria za nchi yetu halina dhamana. Kwa akapewa dhamana pale, lakini mwisho wa siku akapelekwa kuhifadhiwa kisheria. He was remanded by court order, remand order, kwenye gereza inaitwa gereza la mahabusu la Keko. Linahudumia watu wote, wafungwa ambao wamesha kupatikana hatia, lakini pia mahabusu. Akahifadhiwa kule kwa muda ambapo gereza lile, nafikiri kwa ujumla wetu ukiacha mambo mengine ya kisheria, tulikuwa hatuna tatizo lolote na namna ambavyo uongozi wa gereza la Keko walikuwa wanamhudumia. Changamoto nyingine ni za kawaida, tuna wateja wengi, yani hatujawahi kukosa malalamiko, lakini angalau basi alikuwa anavumilika. Hapo baadaye, kama ambavyo mpaka sasa dunia nzima inafahamu, bila sisi kufahamishwa, bila ndugu zake kufahamishwa, akahamishwa kutoka gereza la Keko kupelekwa gereza la Ukonga, ambapo tutakwenda kuzungumzia mazingira hayo. Lakini hoja yetu ni nini? Hoja yetu ni kwamba mara ya mwisho wakati kesi inaahirishwa mbele ya Mheshimiwa Muhini tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025, alikuwa committed, alipelekwa kisheria, kwa sababu unapompeleka mtuhumiwa mahabusu, kuna nyaraka inaitwa remand order. Mkuu wa gereza husika hafungui milango yake kumruhusu mahabusu aingie katika gereza lake bila kuonyeshwa na maaskari kutoka mahakamani hiyo nyaraka inaitwa remand order, ambayo hiyo nyaraka hiyo, mpaka tumesikia hoja huko barabarani, tunapaita barabarani na tutaendelea kuita barabarani. Sio tunapaita barabarani kijeuri, tunaita barabarani kwa mujibu wa tafsiri yetu ya kisheria kama tutakavyoonyesha. Tumesikia hoja huko barabarani, watu wanajibu barabarani wenye hadhi mbalimbali kwamba kuna discretion. Yes, lakini sisi hoja yetu ni kwamba mahakama wakati na sign remand order ilisema apeleke gereza la Keko. Sasa baadaye vyote takavyokuwa akahamishwa kwenda gereza la Ukonga, ambapo tunazungumzia tumepata changamoto nyingi. Amepata changamoto Lissu mwenyewe, tumepata changamoto mawakili kama tutakavyoelezea, wamepata changamoto ndugu zake gereza la Ukonga. Yaani ni kama amepelekwa, wote mnafahamu wafuatiliaji wa mambo, kuna gereza maarufu kule Marekani, actually haliko Marekani proper, aliko Cuba, pembeni ya Cuba. Cuba proper hapa pembeni kuna sehemu panaitwa Guantanamo. Kuna watu wanahifadhiwa kule. Yaani masharti ambayo tumekumbana nayo, kwa maoni yetu, this is our professional opinion. Hatuchochea, this is our professional opinion, na baadhi yetu tume-experience. Kwa tutakachoenda kukisema ni kile ambacho tume-experience. Kwa tunaposema mazingira yale ni kama tu, kwa tafsiri yetu ya kisheria ni kama tu ya Guantanamo, basi tunamaanisha sio hearsay, ni personal experience tutakwenda kuonyesha. Anyways, turudi kwenye hoja. Kwa hiyo akapelekwa kuhifadhiwa kule. Baada ya pale, baada ya kesi kwa imeahirishwa, ikapangwa ije tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa nini? Kwa sababu kwa mjibu wa sheria mahakama ina uwezo wa kuahirisha kesi kwenye mazingira makuu mawili. Kwa mtu ambaye amepata dhamana, mahakama inaweza kuahirisha kesi mpaka siku 30. Sio lazima kwa siku 30. Inaweza ikaahirisha kwa kutokana na mazingira yake yaliyoko mbele yake kwa siku 1, siku 2, siku 3, lakini sharti la sheria ni kwamba yani ceiling isizidi siku 30 kwa mtu ambaye amepata dhamana. Kwa mtu ambaye hajapata dhamana, ceiling ni siku 14. Narudia tena, sio lazima aletwe apelekwe kama hivyo watu sasa siku 14. No. Anaweza kaitwa ndani ya siku 3, 4, 7, 10 kutegemea na mambo yaliyoko mbele ya mahakama. Lakini siku 14 ndio ceiling kwa mtu ambaye hana dhamana. Sasa inaweza ikawa confuse kwamba mbona mbele ya Mheshimiwa Muhini alikuwa kapata dhamana lakini kesi ikaamriwa ije tarehe 24, kwa sababu wote tulifahamu mawakili maafisa wa mahakama yenyewe pia kama nilivyosema inatumia common sense. Mpaka inaahirisha kesi ya Mheshimiwa Lissu iliyoko mbele yake ya kuchapisha habari za uongo ambayo ilitoa dhamana, ilikuwa tayari inafahamu kwamba huyu mtu tayari ana kesi ya uhaini ambayo haina dhamana. Kwa ikatumia busara kwamba hebu aje baada ya siku 14 ili tuone mambo gani ya kisheria yatatendeka ambayo naenda kuyazungumzia. Kwa ikasema aletwe mahakamani tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025, na shauri likapangwa kwa hatua ya kisheria inaitwa usikilizaji wa awali. Usikilizaji wa awali nini kwa kifupi? Kwa sababu kama nilivyosema, leo tunataka kuwaelimisha Watanzania wafahamu mambo yote ya muhimu kwenye kesi ya Lissu ili wasidanganywe. Tumetoa hapa mistari ya Biblia na tumeona kama nilivyosema watu barabarani huko kwa namna moja au nyingine wanajaribu kupotosha. Sasa ni muhimu tumejisikia kwamba twende pamoja ili kila mtu aweze kufahamu. Sasa usikilizaji wa awali kwenye kesi za jinai, baada ya upelelezi kuwa umekamilika,
kifungu cha 192 cha sheria niliyoisema ya mwenendo wa makosa ya jinai kinaelekeza kwamba kabla ya kuanza kuita mashahidi, nilimsikia ili kwa sababu kunaweza kuwa kuna kesi, kwa mfano unasema Kibatala alitukana, sawa, kunaweza kwa hapa kuna mashahidi, nyie wote labda mnaweza mkaonekana kama ni mashahidi, lakini kuna mambo ambayo hayana shida. Kwa mfano, huyu mtu anaitwa Peter Kibatala, swala hilo halina ubishani, labda anaishi Goba tuseme na ni wakili, hayo mambo hayana ubishani. Lakini mambo ambayo labda yanahusu utendaji wa kosa, sasa ndio kabishaniwa. Sasa ili kuharakisha kesi kwamba tusipoteze muda kuita mashahidi kuja kuthibitisha kwamba anaitwa Peter Kibatala au Hekima Mwasipu au Jebra Kambole au Maria Mushi au Ikoti Muwai Lissu, kuna mambo ambayo kuna huo mchakato unaitwa usikilizaji wa awali, mnakubaliana kwamba kuna mambo haya hayana haja kuleta ushahidi, yako wazi. Lakini yale mambo mengine ambayo mnabishana, sasa yale ndio mashahidi wanaletwa. Kwa unakuta kwamba badala ya kuleta mashahidi 100 unaweza kukuta unaleta mashahidi 5 ambao wanakuja kuthibitisha yale mambo ya msingi. Sasa kwa mjibu wa sheria, tafsiri yetu sisi ni kwamba usikilizwaji wa awali unafanyika katika mahakama ya wazi mbele ya mshtakiwa, mawakili wa serikali, mawakili wa kujitegemea na hakimu. Lakini baada ya hiyo mjibu wa kifungu 192 cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kifungu cha 192 kifungu cha 3 kinasema baada ya kuwa mmeshachakata mambo gani yanabishaniwa, mambo gani hayabishaniwi, inaandaliwa waraka. Neno la kisheria ni memorandum of agreed facts, waraka wa mambo ambayo yamekubaliwa kisheria. Sheria kifungu cha 3 kifungu kidogo katika fungu la 192 kinasema baada ya kukamilisha zoezi inaandaliwa waraka, unasainiwa. Wote mnafahamu kusaini manake nini? Unachukua kalamu yako, una append signature pale. Tutaonyesha kwa nini tumesisitiza hilo swala. Kwa amri iliyotolewa na Mheshimiwa Muhini tarehe 10 ni kwamba itafanyika usikilizaji wa awali tarehe 24. Tukaachana kwa namna hiyo, na kule mbele ya Mheshimiwa Franco Kiswaga kwa sababu shtaka hili halina dhamana, pia tukaachana katika namna hiyo kwamba tutakutana tarehe 24. Tarehe 24, tarehe 23 majira ya saa 2 au saa 3 usiku wa tarehe 23, wakili mwenzetu Hekima Mwasipu akatumiwa message kama 5. Message za kawaida kwamba mashauri yote mawili yatasikilizwa kwa njia ya mtandao. Narudia tena, tumetumiwa, sio wote, wakili mwenzetu Hekima Mwasipu kwa njia ya normal short message services maarufu SMS. Sawa, ametumiwa message saa 2 mpaka saa 3 usiku. Ambaye anabisha, tumesikia watu wanaongea barabarani ambao sura zao hatuziona mahakamani, wamekwenda kuhadithiwa vitu ambavyo hata hawavijui, wana hadhi kubwa, sheria inaelekeza wanatakiwa kutekeleza vipi majukumu yao, lakini wamekwenda kutoa statements ambazo very unprofessional kama tutakavyoonyesha. But anyways, Hekima Mwasipu akatumia message 1 day before kwamba kesho yake tunakwenda kufanya kwa njia ya mtandao. You can imagine kwamba huo ni utendaji kazi wa namna gani ambao mtu anatumiwa message, wakili wa mshtakiwa kwenye kesi nzito kama ya uhaini saa 2 saa 3 usiku kwamba kesho yake kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Cha muhimu kuliko chote ni kwamba hapakuwa na mawasiliano ya kabla. There was no prior consultation, there was no prior information kwamba zoezi hilo litafanyika kwa namna hiyo. Tutatafsiri vifungu kwa namna ambavyo sisi tunaiona from where kutoka hapa tuliposimama, kwamba vifungu husika vinahitaji, yani hata kwa akili tu ya kawaida, unapofanya uamuzi wowote ambao unakwenda kuathiri haki ya mtu, unapaswa kumpa huyo mtu fursa kwanza ya kumsikiliza, hata kama uamuzi wako utabakia kuwa ule ule. Na ndio maana kama kwa sababu tunaongea na mwananchi wa kawaida kabisa, yule wa mtaani, ndio maana hata kama kwa mfano mtoto wako, nasema mtoto kwa sababu kuonyesha kwamba ni mtu ambaye unammiliki kuliko mtu mwingine yote. Maana ningesema mke wako italeta eruption, niseme tu mtoto wako ambaye unammiliki. Hata kama unaletea taarifa amefanya kosa fulani, hivi kweli unatoa tu adhabu? Si lazima unamuita kwanza, hata kama unajua kabisa kwamba huyu amefanya kosa fulani, hautoi tu adhabu, unamsikiliza kwanza. Waumini wa dini ya Kikristo, kama nilivyosema, sina uhakika sana, I don't want to slip into an error nikazungumzia dini ya wenzetu Waislamu ambao tunawapenda, kwa sababu mafundisho yangu yapo lakini pengine sio makubwa sana, lakini mimi ni muumini wa Kikristo tu. Sisi tunafundishwa kuhusu Adam na Hawa. Fundisho la kwanza kabisa kwenye kitabu cha Mwanzo ni kwamba
baada ya Adam na Hawa kufanya kosa ambalo wote tunalifahamu. Hebu imagine Mungu yule ambaye ni omnipotent, ana macho, alikuwa anajua kila kitu, lakini bado alimuuliza Adam, akamuuliza na Hawa, mmefanya nini, kwa sababu gani? Na msingi wa haki ya kusikilizwa kabla hujafanya maamuzi umejengwa kwenye hiyo Biblia, kwamba jiulize, kama Mungu yule ambaye sasa ndo ametuumba sisi akifanya tu unapotea, lakini bado akawaita wale watu waliowaumba. Alikuwa anajua wamefanya kila kitu, lakini bado akawasikiliza na baadaye akatoa adhabu. Kwa uamuzi wake pengine alikuwa kashauamua, lakini akasema ngoja niwasikilize, huwezi kujua watasema nini. Sasa huo ndo msingi wa unapotekeleza majukumu yote ya kisheria, ni lazima umsikilize mtu, hata kama sheria iko kimya. Busara ya utendaji haki inaelekeza umsikilize mtu. Sasa sisi tumepewa taarifa tarehe 23 mwezi wa 4 majira ya saa 2 saa 3 usiku, na message zikaendelea kutumwa mpaka asubuhi yake. Anyway, sisi ni askari wa vita. Kuna siku nilikuwa naendesha kesi fulani, alikuja rafiki yetu mmoja kutoka Zimbabwe, mwakilishi wa African Bar Association, akaja kwenye kesi, nafikiri ilikuwa ni Azito Kabwe, alikuja kwenye ile kesi, akashangaa, maka alikuwa anaona shahidi anakuja anatoa ushahidi, alafu sisi hatupewi karatasi yote isipokuwa baada ya kuwa akauliza, hivi nchini kwenu nyewe mnaendesha kesi, yani shahidi anakuja hapo mahakama za chini alafu ndo mnauliza maswali? Akasema basi ni magenius, kwamba katika nchi za wenzetu kuna process inaitwa discovery, kwamba wewe umemkamata mtu, umeshakata mahakama za chini, unampa taarifa kwamba bwana mimi na ushahidi 1 2 3, unampa nafasi na yeye hata wakili anapotaka kuuliza maswali anakuwa amejiandaa. Lakini akalishangaa yule jamaa, nimemsoma majina yake, naye nakumbuka kutoka Zimbabwe, Bijero namkumbuka, na labda Matata ya hoja nini? Hoja ni kwamba sisi ni maaskari, mazingira yote yale tunaendana nayo. Kwa tukajiorganize upesi, tukaenda mbele ya Mheshimiwa Franco Kiswaga, tukatoa hoja kwamba utaratibu uliotumika, Franco Kiswaga ilikuwa ni shauri la uhaini, kwamba utaratibu uliotumika wa kubadilisha mfumo kutoka usikilizwaji wa kawaida kwenda usikilizaji wa remote, na neno lilotumika kwenye sheria tunalisema kwa Kiingereza kesi za mbadala kwa njia ya mtandao, tuseme neno lilotumika ni remote proceedings. Remote proceedings. Wote mna kile kifaa cha kubadilishia channel nyumbani. Kile kifaa ni mbadala wa kwenda kwenye TV kubonyeza. Maana yake ni kwamba unafanya remote, maana yake unafanya ukitoka ukiwa mbali. Ndio maana ya remote, si ndio? Kwa kama nilivyosema, tunaongea na Mtanzania wa kawaida ili watu wasipotoshwe. Hata Biblia kama tulivyosema inakataza kupotosha watu, hata kama wewe ni waziri au wewe una cheo kingine chochote kile. Anyways, kwa tukatoa hoja mbele ya Mheshimiwa Kiswaga kwamba wakati shauri linaahirishwa hatukuwa tumekubaliana kwamba tutakuja kwa njia ya mtandao. Njia ya mtandao au remote proceedings ni njia mbadala ya kusikiliza mashauri kwa namna ya kawaida. Na tukasema kifungu cha 186 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasisitiza kwamba mashauri yote yatasikilizwa katika mahakama ya wazi, open court, isipokuwa pale ambapo vifungu vinavyofuata vinasema pale ambapo kutokana na mahitaji mahususi basi mahakama inaarifiwa, halafu swala linaamuliwa lisikizwe kivinginevyo. Kwa mfano mashauri ya ndoa, kwa sababu ambazo ni logic, watu wanapobishana kuhusu haki zao za kindoa huwezi kujadili kwenye open court kwamba huyu anafanya hivi anafanya hivi, au mashauri ambayo yanahusu haki za watoto au yale mengine ambayo baada ya kujadiliwa na mahakama kutoa uamuzi yanaonekana kwamba kwa maslahi ya umma, ya mshtakiwa au ya shahidi yasikilizwe, tunasema kisheria behind camera, in camera, kwa maana kwamba sio mahakama ya wazi. Kwa hoja yetu ilikuwa kwamba ni nani aliyebadili utaratibu wakati tarehe 10 hatukukubaliana hivyo, na tukatoa hoja kwamba pamoja na kwamba tunatambua kwamba kuna sheria ambazo zina govern, kuna sheria mahususi imetungwa na nchi yetu. Watu watasema maoni ni kwamba historia ya sheria hii au kanuni hizi ni kwamba zilitungwa kipindi kile wakati kuna janga la corona. Kwanza kabisa anyway, kuna jaji fulani, kuna majina yake yamenitoka kidogo, lakini alikuwa Mwanza huko, alitoa kwa kumbukumbu zetu mojawapo ya maamuzi ya kwanza kabisa ya kwamba katika registry ya Mwanza kwamba mashauri hayo
ya mashauri ambayo hayalazimu sana mtu kuletwa mahakamani yasikilizwe kwa namna mbadala. Na baada nitataja baadaye, majaji ni wengi na kazi nyingi tu, jina limetoka kidogo. Na baadaye sasa ndo zikatungwa kanuni hizi. Wenzetu wanaweza kuwa na maoni tofauti, but historia ndio hiyo. Kwa hiyo sisi tukatoa hoja kama nilivyosema kwamba ni nani na kwa namna gani alimshirikisha nani? Mshtakiwa alishirikishwa, mawakili wake walishirikishwa mpaka mahakama kufikia uamuzi huo. Tukatoa na hoja nyingine kuhusiana na haki zilizovunjwa za Mheshimiwa Lissu ambazo tutazungumzia baadaye. Mahakama katika uamuzi wake wa tarehe 24, Mheshimiwa Franco Kiswaga, nafikiri tulitoa hoja masaa 5. Nafikiri alitujibu baada ya dakika kama 5 tu, hapo tu akatujibu. Anyway, hilo ni swala lingine ambalo sitaki kuingia nalo. Anyways, lakini hoja ya msingi ni kwamba mahakama ikasema kwamba kila kitu kiko sawa kwenye kesi ya Mheshimiwa mbele ya Mheshimiwa Kiswaga ile ya uhaini. Inakuja tena tarehe 6, kuna mambo ya ziada yatatokea, tutakwenda kuambia muda so mrefu. Tunarudi kwenye kesi ya Mheshimiwa Muhini. Yenyewe iliahirishwa ili iweze kusikilizwa kwa usikilizaji wa awali. Tafsiri yetu ya kisheria kama nilivyosema ni kwamba usikilizaji wa awali hauwezi kufanyika. Tafsiri yetu hiyo, ambaye atatukosoa atatukosoa kama ambavyo yeye anavyotafsiri sheria, na uzuri mahoja zetu tulizozitoa na za wenzetu zinafanywa uamuzi tarehe 6. Kwa tukatoa hoja ya kwanza kwamba usikilizwaji wa awali haufanywa kwa nature yake, yani kwa kabila lake, ukasikilizwa kwa njia ya remote proceedings. Kwa sababu tukasema kwa mfano saini ya Lissu kwenye hoja zinazokubaliwa na ambazo zisikubaliwi mtaipata wapi? Lakini pili, ni nani na kwa namna gani alibadilisha amri ya make? Kama kungekuwa kuna amri ya kesi kusikilizwa kwa njia mbadala kwa maana ya remote proceedings, tulitarajia wakili yoyote anayejitambua anafahamu kwamba amri kama haijasemwa kimahususi inakwenda kama mazoea yalivyo na maelekezo ya kawaida ya sheria. Sasa mahakama mbele ya Mheshimiwa Muhini tarehe 10 ilisema kesi itakuja kusikilizwa awali tarehe 24 mwezi wa 4. Ghafla saa 3 usiku, saa 2 ya tarehe 23 tunatuma message kwamba kesi hizo kwa mtu. Tukatoa hoja, nani alibadilisha na alikana nani? Hata kama kweli chini ya kifungu cha 4 cha kanuni hii, sheria hii, kanuni hizi za uendeshaji wa remote proceedings ambao almaarufu sasa hivi wote tunasema mtandao, tutumie jina hilo, ila sio tafsiri rasmi. Kama nilivyosema, tafsiri rasmi ya kisheria inaitwa remote proceedings and electronic recording. Sawa? Usikilizwaji wa mbali. Kifungu cha 4 kinasema mahakama inaweza either kwa kuombwa na upande wowote au kwa mamlaka yake yenyewe kuamuru kwamba shauri lisikilizwe kwa njia ya mtandao. Fair enough. Hoja yetu ya msingi ambayo tumeitoa, ambayo tunataka tuifafanue kwa wananchi wote, wakiwemo mawakili wenzetu wanatusikiliza mpaka watoto wa vyuo huko, ni kwamba hata kama kifungu kipo kimya, lakini kifungu chochote ambacho kinaipa mamlaka mahakama au taasisi nyingine ya kutenda jambo fulani, kwenye kifungu hicho lazima isomwe haki ya kusikilizwa. Na ndio maana tukasema hata Mungu mwenyewe aliwaita Adam na Hawa, ingawa yeye ni omnipotent. Hakusema tu kwamba mimi ni Mungu nimewaumba na wapa adhabu. No. Aliwaita ili angalau kuchakata ile uamuzi wake. Sawa? Na sisi hoja yetu ni kwamba pamoja na kwamba kifungu cha 4 cha hii kanuni ambayo inaitwa Judicature and Applications of Laws, katika mabano remote proceedings and electronic recording, kwa tafsiri sio rasmi, kanuni za kuendesha mashauri kwa njia ya mtandao niseme, ambao ni chapisho la serikali Government Notice namba 37 la mwaka 2021, pamoja kwamba vinaipa mamlaka mahakama ya kutoa maamuzi ya kusikiliza kesi kwa njia mbadala, lakini unapaswa kuwashirikisha wadau, uambie na sababu. Kwa nini? Kwa sababu haki sio tu itendeke, lazima pia ionekane imetendeka. Mahakama inaposhirikisha watu, kama ambavyo kwenye familia mnapofanya uamuzi, wewe unaweza kuwa umeshaamua lakini unashirikisha wenzako, unawapa comfort kwamba kuna utendaji haki. Sasa mahakama imefanya ilivyofanya. Wenzetu wanasisitiza kwamba mahakama ilikuwa ina mamlaka yake. Sisi waletu ni kwamba fair enough, lakini nini hasa kilichopelekea? Sasa mmemsikia Waziri Bashungwa, mwenzangu Jero atakuja ametoa siri. Sasa Waziri Bashungwa ametoa siri
kwamba na uzuri ni kwamba ametaja, na hii tutakuja kuzungumzia ukosefu wa busara wa viongozi wetu. Unapokuwa waziri wa mambo ya ndani, unapaswa ujionye sana kabla hujaongea vitu ambavyo kisha tunasema ni sub judice au ambavyo vinaenda kugusa kesi. Sasa sisi mahakamani tumebishana iwapo ilikuwa ni halali kwa mahakama kuamuru kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao, na uamuzi wake unakuja mbele ya Mheshimiwa Mwini tarehe 6. Waziri anaenda kuongea na maaskari, si maaskari magereza, anasema kwamba mahakama tena ni utafikiri yeye waziri wa mambo ya ndani ni msemaji wa mahakama. Anasema kwamba tunapopata taarifa kama vile Chadema sio wamefanya maandamano na nini, mahakama inaweza kuamua kusikiliza kwa njia ya mtandao kwa sababu mbali. Sasa hiyo ni kuvunja msingi wa sub judice, kwa sababu swala hili linasubiri uamuzi tarehe 6 iwapo ni sahihi au la kwa mahakama kuamuru kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao. Wakati tarehe 10 imeahirishwa, kulikuwa hakuna hiyo amri ya namna hiyo. Sasa ilibadilishwa lini? Na je, ilikuwa ni sahihi? Na tukasema katika kanuni ya 10 ya kanuni hizo, kanuni nini, tangazo la serikali namba 37 ya mwaka 2021, kuna masharti kwamba kabla ya usikilizwaji lazima pande zote zipewe notice ya siku 7. Sasa sisi tukatoa hoja kwamba mteja hajapewa notice ya siku 7, mawakili tumetuma message jana yake saa 3. Yaani tukajiongeza tu. Kwa tukasema sio sahihi, na mahakama ijitazame upya kama ilifanya sahihi. Tunasubiri uamuzi mbele ya Mheshimiwa Mwini kwenye kesi ya kuchapisha habari za uongo tarehe 6. Waziri amekwenda, kwa Kiingereza tunasema he let the cat out of the bag. Hivi mnamweka kwenye nafasi gani hakimu Muhini ambaye anakwenda kutoa uamuzi kwenye swala hilo tarehe 6? Unampa majibu ya mtihani kwamba aende akaseme kwamba hata waziri ameshasema kwamba kwa sababu za kiusalama tumesikia kwamba Chadema walitaka kufanya maandamano na vurugu. That's the bottom line. Ndio tunasema viongozi wetu wawe na busara. Ukiwa waziri wewe ni mtu mzito kabisa. Na Mheshimiwa Bashungwa kwa heshima zote na taadhima, nafahamu yeye anafahamu madhila ya mchakato wa kisheria. Je, angekuwa ndugu yake au mwanafamilia wake anachakatwa kisheria, angetoa matamko katika namna alivyotolea? Naishia hapo, ananielewa, namuelewa. It's not personal, tunatetea maslahi ya mteja wetu. Lakini unapotoa tamko ukumbuke kwamba linafanya kazi mbele, lakini pia inawezekana kuna mambo yalitokea nyuma ambayo hayakuwa hivyo kama unavyosema. Hivi kweli wewe una ndugu yako anapigania haki yake mahakamani kwamba ndugu zako wakatazwe kwa sababu tu wakatazwe kwenda kumpata comfort, kumkumbatia don't worry mambo yataisha, kwa sababu mahakama imekaa yenyewe ikaamua kwamba shauri sikizwe kwa mtandao? Kweli ndicho ambacho anatuambia waziri wetu huyo wa mambo ya ndani. Tunamwalika a reflect upya, lakini kisheria la muhimu kuliko lote ni kwamba amemweka hakimu Muhini katika a very difficult position. Kwa maana kwamba hivi sisi mawakili wa Lissu na Lissu mwenyewe tutajisikiaje akienda akaamua kwamba mahakama ilifanya sahihi kabisa? Kwa nini tusijisikie kwamba kuna mawasiliano yasiyo rasmi kati ya mahakama na jeshi la polisi? Na sio maneno yetu, hatukuwahi kusema sisi haya, lakini yeye mwenyewe amesema inawezekana polisi wakapata taarifa za intelijensia alafu ndio mahakama ikafanya uamuzi huo. Sasa tunajiuliza alikuwa anataka kutupa ujumbe gani kisheria sisi mawakili wa Lissu chini ya kanuni hizi, kwamba kwenye kesi iliyoko mbele ya Mheshimiwa Mwini ambayo inakuja tarehe 6 kwamba kulikuwa polisi waliipeleka mahakamani taarifa za kiintelijensia bila sisi kushirikishwa na mteja wetu, au anataka kutuambia nini? Tunamuomba a reflect, na yeye na wenzake wote mara moja wasitoe kauli yoyote ambayo inaweza kutafsiriwa kama tunatafsiri sisi kwamba inakwenda kuingilia utendaji huru wa mahakama, kwa sababu kama nilivyosema mnaiweka mahakama yetu katika nafasi ngumu kabisa. Mheshimiwa Mwini sasa ataamua nini? Maki akiamua vinginevyo sisi tutaona kama ni muendelezo wa yale aliyosema waziri Bashungwa. Unaona? Pengine alikuwa anataka kusema kwamba ajirekebishe kwamba aliteleza kibinadamu, na tulimwambia kwenye hoja zetu kwamba bana kujirekebisha ndio ukubwa wenyewe. Sasa unamfanya awe na uoga kwamba pengine nikiamua hivi nitamuuzi, labda nitaenda kinyume na viongozi wa serikali. Sio mabosi wake, lakini tunaishi Tanzania.
akiamua vinginevyo kama busara zake za kisheria zilivyomuongoza kwamba ilikuwa ni sahihi mahakama kuoda ilivyooda usikilizaji nini kubadilisha mfumo, tutaona sisi kwamba ni mambo ya Waziri Bashungwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa viongozi ambao tutaendelea kuwazungumzia baadaye kwamba hebu wachunge ndimi zao. Wachunge ndimi zao. Madaraka ni mazuri, yes, lakini sheria ni nzuri zaidi. Na wanawashauri wengi tu wa kisheria, kwa nini hawawatumii? Kwa tunarudi kwenye hoja. Kwa mbele ya Mheshimiwa Mwini, hoja ya kwanza ilikuwa ni hiyo kwamba mahakama ilimshirikisha nani mpaka pamoja na kwamba ina mamlaka hayo, yes. Lakini kupewa mamlaka ni jambo moja, kuyatumia kwa mjibu wa sheria ni issue nyingine. Ndio ilikuwa hoja yetu. Tunasubiri mahakama tarehe 6 atatujibu nini. Ila pia tukatoa hoja kwamba kama ambavyo sasa inafahamika na dunia nzima, mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mughwai amegoma kushiriki katika uendeshaji wa kesi kwa remote proceedings, kwa njia ya mtandao, niite kama neno sio rasmi. Kwa nini? Kwa sababu analamika kwamba pamoja na mambo mengine hajapewa nafasi ya kutosha ya kuhusiana na mawakili wake. Mawakili wenzangu wote hapa ni mashahidi. Toka ahamishwe kutoka gereza la Keko kwenda gereza la Ukonga, mimi binafsi nikiwa na wakili Jebra Kambole, nikiwa na wakili kiongozi wa jopo letu Dr. Rugemeleza Nshala, tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 nilifika katika gereza la Ukonga. Mimi binafsi nilifika saa 5 kamili, wenzangu walifika kama 5:30 saa 6. Tumekaa pale, tumewekwa sio waiting area, kwenye magari yetu. Mvua imenyesha, tukajifungia kwenye magari. Baada ya masaa kama 2-3 wakanifuata Kibatala, mafandi kama 3. Kibatala ndo nani? Ndo mimi. Kuna jambo la kwenda kukuambia. Kufika kule ndo naambiwa kwamba sasa ninakwenda kuonana na Tundu Lissu. Kwa hata nafasi ya kuambia wenzangu kwamba jamani mimi peke yangu ndo nimepewa nafasi, sikuwa nayo. Nikafika kule kwa kwenda kuongea na Tundu Lissu. Huko ndani akaletwa, amesindikizwa na askari magereza. Mimi yani tuko sehemu kama hii, yani kama hapa kuna kameza kama hivi, na huko kuna kama kimeza, and then kuna nafasi kama hivi. Hapa juu kuna partition ya kioo, kuna simu kwa namna hiyo. Kwa hiyo hata kusalimiana mimi na Lissu tumesalimiana, ameweka mkono wake kwenye kioo huku na mimi nimeweka hivi, yani ile kwamba ku show love na thank you for coming. You can feel samande kama unaweza ukahisi ni namna gani kama mwanadamu. Yes, wewe ni wakili, ni professional, right? Lakini yani unaonana na mteja wako Tundu Lissu, yani mnasalimiana hivi kwenye kioo, mnawekeana hivi kwamba we are strong. Magereza, maaskari magereza wamekaa hapo, anamlinda Lissu hapo. Kwenye mpira inaitwa kuna ni unaye man to man. Mimi niko huku na askari magereza. Yani kama njia mbadala sasa. Maana lazima tuwe creative. Maisha ni maisha. Mazingira tulionayo ndio hayo. Kwa ilibidi tuanze kuzungumza Kiingereza. Yani nawasiliana na mteja wangu, na lazimika kuwasiliana na mteja wangu kwa Kiingereza kwa sababu nimenyimwa haki ya kuwasiliana naye kwa faraga. Hatuna ugomvi na askari magereza, lakini huwezi kukataa kwamba bosi wao ndio huyo Bashungwa, waziri wa mambo ya ndani, anasimamia polisi waliomkamata Lissu Mbinga na kumsafisha usiku bila kumpa nafasi ya kuonana na wakili wake. Huyo waziri anayesimamia ndio huyo ambaye mwisho wa siku anasimamia na magereza. Kwa pamoja na kwamba hatuna ugomvi na magereza, lakini waliotunga kanuni kwamba wakili anaposana mteja wake awe within eyesight, wao anaona ili asimpe labda nini au nini, lakini out of earshot, yani kwamba aone lakini asisikilize. Na kanuni hiyo sio kanuni ambayo sisi tumeibuni kichwani kwetu. Azimio la Umoja General Assembly, baraza kuu ya General Assembly, sisi Tanzania tunashiriki kwenye mabaraza ya Umoja wa Mataifa, na mwaka tarehe 8 Januari 2016
waziri wa mambo ya nje aje abishe, au waziri wa Tanzania balozi wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa kipindi aje abishe kushiriki? Sisi tulishiriki kikao cha Umoja wa Mataifa, General Assembly Umoja wa Mataifa iliyofanyika tarehe 8 Januari 2016. Yalipitishwa maazimio maarufu kabisa yanaitwa the Nelson Mandela Rules. Yani mnaweza mkaelewa Nelson Mandela hana haja ya kutambulishwa. Yani zilitungwa kanuni ambazo zikabatizwa jina la huyu mtu ambaye aliteseka magereza chini ya utawala wa makaburu, alinyimwa haki zote ambazo zinafahamika kisheria na kimantiki. Mpaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yani kama kwa linajisuta hivi kwamba pengine haya yalitokea kwa sababu hatukuwa na kanuni mahususi zinazofunga mikono dunia nzima. Kwa kwenye nafikiri mnafahamu vyombo vile vya Umoja wa Mataifa. General Assembly ni kwamba mataifa yote. Alafu kuna UNC Security Council ambayo ile watu wachache wale Russia nini. Yani General Assembly ni jumuiko la nchi zote zinakubaliana. Jamani, misingi ya kawaida ya kutreat mahabusu na wafungwa ni hii hapa. Kwa Nelson Mandela Rules kama nilivyosema ambazo zilipitishwa na baraza la General Assembly katika azimio namba 61. Azimio namba 61 linasema kwamba wafungwa wote waliohukumiwa na ambao hawajafunguliwa, na tunatoa kwa sababu imeandikwa kwa Kiingereza, kama nilivyosema tunataka tuongee na mwananchi wa kawaida asipotoshwe. Inasema wafungwa wote watapewa nafasi ya kufanya mawasiliano ya kisheria na mawakili na au washauri wao wa kisheria, na ikasema kabisa hapa kwamba bila kuchelewa. Narudia tena, tumewekwa masaa 2 mpaka 3. Yani hata kibinadamu tu nyinyi tungeweka hapa masaa 2 mpaka 3, wengine singeanza kuondoka hapa. Tumetangaza press saa 5 hivi, tungeanza saa 8 mngekuwa pote hapo, sababu ni hakili tu ya kawaida kwamba mtu labda amepangia muda wake, pengine niende magereza baada hapo na kesi kwa jaji fulani saa 9 labda au saa 8, unamweka wakili masaa 3 without delay. Kwa wametudelay pale masaa kabia 3. Alafu mtu anasema, waziri anaenda kusifia vitu kama tulitegemea aseme there is room for improvement, lakini ameenda kuindoza hivi. Anategemea wale magereza walivyomsikia waziri. Sisi tukienda, mimi nitakwenda Jumatatu tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2025, nitakwenda kutest baada ya kauli ya Bashungwa uongozi wa magereza una behave vipi. Lakini kwa akili ya kawaida ni kama mtu ametoa order tu kwamba hawa watu wafanye wanavyotaka waziri, hata ameshatoa kauli. Lakini pia inasema bila interception, yani bila kuingiliwa. Unapofanya mimi niongee na mteja wangu kwa simu, mimi najua nani anarekodi na anapeleka wapi, lakini pia without censorship, kwamba unaongea naye pale dakika 15. Hiyo ni censorship. Majadiliano yetu kama inahitaji 1 hour, lakini pia in full confidentiality. Na wanasema kabisa kwa Kiingereza, consultations may be within sight but not within the hearing of prison staff. Kwa Kiswahili kama nilivyosema hapo awali kwamba magereza maaskari wana haki ya kushuhudia kinachotendeka, which is very fair, ili usimpe vitu vilivyokatazwa, lakini watoke huko wasisikilize kwa sababu wao hawajui wewe na mteja wako mtaka kuongea nini. Lakini kama nilivyosema, Lissu amesimamiwa hivi na simu yake, mimi niko huku magereza wako huku wanaongea tu mambo mengine. Kama nilivyosema, ikabidi tu wabunifu tuongee kwa Kiingereza. Sasa mambo haya Watanzania wafahamu kwamba kama mnamshtaki Lissu na mna ushahidi wa hayo mnaoyasema, uoga wenu ni wa nini? Mpeni full access, aongee na mawakili wake, aje kufanya kesi mahakamani. Sasa Lissu amegoma kushiriki tarehe 24 pamoja na mambo mengine kwa sababu kama hizo. Tarehe 22 mimi nilinyimwa access, na hii ni hoja, sio kama nawasimulia, nasema ilikuwa ndo hoja yetu mahakamani ambayo inakwenda kutolewa uamuzi tarehe 6, lakini tayari watu wameshaanza kuzungumzia kwamba everything was proper kwa sababu kesi inasikizwa remote. Fair enough. Hivi kwa sababu kesi inasikizwa kwa njia ya mtandao ndo wakili anyimwe nafasi ya kuongea na mteja wake? Sasa hata kwenye njia ya mtandao atashiriki vipi? Waziri Bashungwa na mwanasheria mkuu wa serikali Bwana Johari atashiriki vipi? Wewe ni umejinafasi bungeni na ni mitego kwamba tukujibu utupeleke kwenye kamati ya maadili ya mawakili kwamba tumevunja maadili, au tuitwe bungeni kwamba sisi tumekiuka nini. No, njoo uongee huko barabarani au njoo mahakamani. Mimi sijawahi kukuona waziri mkuu Johari ukiwa mahakamani.
Kwa yote uliohadithiwa, umehadithiwa na watu, ni hearsay. Wewe ni mwanasheria, umeendesha kesi ngapi mimi sijui. Mimi najua umeteuliwa kutoka bandarini, lakini kama sisi ambao tunaendesha kesi tunajua, unapaswa jambo kabla hujaliongelea uli experience mwenyewe. Ndio maana mimi binafsi kabla sijamfungua mdomo wangu kuzungumzia mazingira ya Tundu Lissu, nilienda Ukonga mwenyewe, ili ninapoongea na nyie yeyote akiniita nitasema yes, nilikwenda pale nikakaa masaa mawili. Sasa mwanasheria mkuu wa serikali Johari aliingia mahakamani hata siku moja hata hizo hoja ambazo zimetolewa. Nimesikia anasema kuna watu wanapotosha. Yeye amejuaje kwamba kuna watu wanapotosha? Alikuja mahakamani akasikia hoja kweli? Lakini na Waziri Bashungwa wametoa kauli ambazo zinaathiri moja kwa yani ni kama zinajibu hoja zetu tulizotoa mahakamani ambazo zinapaswa kutolewa uamuzi mbele ya Mheshimiwa Mwini tarehe 6. Sasa nini kimebakia hapo? Nini kimebakia? Alafu anasema kuna mwingine nimesema mbele sio ya nani, kuna waziri mwingine nimsikia juzi anasema mbele ya utawala sio wa nani, utawala wa sheria umekuwa improved. Ndio utawala wa sheria umekuwa improved, wakili anawekwa Ukonga masaa mawili, anakwenda kuongea na mteja wake kwenye kioo, anasalimiana hivi kweli? Ndio hiyo improvement ambayo wanaizungumzia mbele ya utawala sio wa mtu gani, kwamba vitu vimekuwa improved. Tukatoa hoja nyingine mbele ya Mheshimiwa Mwini ambayo inakuja kuamuliwa pia tarehe 6 kwamba wote tunafahamu misa kubwa kabisa kwenye kalenda ya Kikristo, Ijumaa Kuu, Jumapili ya Pasaka na Jumatatu ya Pasaka, vimemkuta Tundu Lissu akiwa gereza la Ukonga. Mimi narudia tena, nimeongea naye ana kwa ana. Ameniarifu na sina sababu yote ya kutomwamini kwamba alinyimwa ruhusa ya kwenda kushiriki misa ya Ijumaa Kuu. Wenzake wamekwenda, yeye amekataliwa. Hebu imagine. Halafu waziri na mwanasheria mkuu wa serikali wanakwenda kuongea namna walivyoongea. Mteja wetu amenyimwa haki ya kushiriki ibada ya Ijumaa Kuu. Yaani mnaweza mkaenda hata na mabunduki yenu, mkasema kanisa lile pale ingia, wewe mshtakiwa uhaini ni hatari, tunakushia bunduki, sali ukimaliza twende. Yaani hata hiyo amenyimwa. Tulitoa hoja mbele ya Mheshimiwa Mwini, inaamuliwa tarehe 6, lakini watu barabarani wanaongea. Jumapili ya Pasaka ametumwa baba paroko wa jimbo wa parokia ya Ukonga, anaitwa nani samani? Anaitwa Joseph Muyunge, ni paroko wa parokia ya Ukonga. Amekwenda gereza la Ukonga kwa ajili ya kwenda kumpa huduma Tundu Lissu, bila shaka kwa kufahamu hii ni siku ya muhimu sana ya Tundu Lissu kibinafsi. Sio tu kwamba kama sehemu ya waumini wa Kristo, lakini ana mambo yake ya kibinafsi ambayo ni personal milestone, personal religious milestone, ni mambo ya kihistoria ya uhusiano wake yeye na Mungu. Pasaka, yani alikuwa anahitaji kipekee kabisa kwenda kushiriki siku hiyo, amenyimwa. Imagine mtu anakunyima ruhusa ya kwenda kushiriki misa ya Pasaka. Mwanasheria mkuu wa serikali Johari, waziri Bashungwa na watu wengine tunasikia mnangoko barabarani. Hivi kweli ndio hivi haya mambo ndio mnayoyasifia haya na mnasema watu wanapotosha? Ndio haya mambo mnaowasifia na kuya justify kumnyima Tundu Lissu nafasi ya kwenda kuhubiri misa ya kushiriki misa ya Pasaka? Paroko ameacha kazi zake, amekwenda kutaka kumsalisha, kaambiwa anybody else be free, ila huyu masharti maalum. Ikapita Jumapili, Jumatatu ya Pasaka akaomba Ukonga, kuna chapel pale, kuna kanisa, kwamba naomba kwenda kushiriki Jumatatu ya Pasaka, wamemnyima. Haya ndio malalamiko ambayo yamepelekea Tundu Lissu akatae kushiriki njia mtandao. Sio kwamba anaogopa kesi. Tumeendesha kesi nyingi za Tundu Lissu, tumeendesha kesi mpaka saa 4 usiku, wote mnafahamu. Lakini hebu imagine huyu mtu kama unamshtaki na wewe una ushahidi, kwa nini unamtreat namna hiyo? Hoja tumetoa sisi mbele ya Mheshimiwa Mwini, hoja hizo zinakuja kutolewa uamuzi tarehe 6, lakini watu barabarani kama nilivyosema wanaongea mambo walioongea. Kama sio kuipa pressure mahakama ni nini? Kama sio kutufanyia ujeuri sisi kwamba nyie hoja zenu hazina maana yoyote au pengine hazitaamuliwa in your favor, ni nini? Yani tutafsiri nini? Lakini cha msingi ni kwamba hiyo ni hoja ambayo tumeitoa. Tukaomba aitwe RPO, Regional Prison Officer, mkuu wa magereza wa mkoa wa Dar es Salaam, aje ajibu kwa nini mawakili wananyimwa access na kwa nini mteja wetu ananyimwa haki mpaka kushiriki ibada. Na tukaomba
kiongozi wa gereza la Ukonga aje atufafanulie mbele ya mahakama, kwa sababu ni mahakama iliyo sign order ya kumpeleka Tundu Lissu gerezani. Hoja yetu ni kwamba kwa kuwa mahakama ndio imempeleka kule, mahakama inafuatilia maslahi yake ya kisheria na ya kibinadamu. Sasa badala kutusikiza sisi, tunaweza tukawa ni waongo, waje watu waseme kwamba tumemnyima haki ya kwenda kanisani kwa sababu moja, au hawa waongo kanisani hata kesho anaweza kwenda, au mawakili hatujaweka masaa matatu, Kibatala muongo, mbona amefika ndani ya dakika 5 ameingia tu. Waje waseme tumeomba hilo ombi litaamuliwa tarehe 6 mwezi wa 5. Tayari barabarani watu wanaongea, kwa sababu hoja ni ile ile kwamba kwa nini mnaendesha kesi kwa njia ya mtandao badala ya kumleta huyu mtu mahakamani kama ilivyofanyika katika makesi mengi. Tumeendesha makesi ya watu wengi tu, Freeman Mbowe, Askofu Gwajima, watu wanajaa pale waumini, mahakama yote ya Kisutu, lakini wako very orderly. Mahakama Kuu kule tumeendesha makesi kibao. Hata kesi ya uhaini ya kina Zakaria Hans Pope na wenzake hivi iliendeshwa kwa njia ya mtandao. Au hata kama kipindi hicho teknolojia ilikuwa haijaendelea, watu walizuiwa kuingia mahakamani kwa kisingizio kwamba watadisrupt court proceedings. Si ni swala tu la kujiorganize, na mara zote tumekuwa tunaendesha hizo kesi, wanaitwa mawakili. Tunaendesha kesi ya Boniface Jacob na Marisa pale, mahakama inajaa yote, tunaingia mahakama wazi na tarehe 5 inakuja. Lakini mawakili tunaenda briefing kwanza, jamani nyie ndio mnaweza control watu wenu, hebu jitahidini wa behave kwa sababu tuna kesi nyingine. Na hakujawahi, nyie waandishi wa habari wako kati yenu hapa ambao wanahudhuria hizo kesi, hajawahi mtu hata mmoja kuwahi kudisrupt court proceedings. Lakini nirudi kwenye hoja kwamba tunasubiri swala la Lissu kunyimwa haki zake hata za kuabudu litolewe uamuzi. Ndugu zake ni kama wanapewa haki kama kwa kibirika hivi. Tukatoa hoja, sasa sawa, mnamshtaki mtu achakatwe kimahakama, lakini kwa nini sasa hata ndugu anazuiwa kwenda kumuona? Kwa sababu hata huyo wakili huyo ambaye anafanya shughuli, kwa mfano Lissu anapaswa kuongea na ndugu zake hata wajue mawakili wanalipwaje. Sasa unapomzuia access ndugu kwenda kuongea naye, maana ni kwamba mwisho wa siku unaathiri haki zake za kikatiba, kwa sababu ina implication hata kwenye haki yake ya kuwakulishwa na wakili. Sasa akigomea kushiriki proceedings, anakuwa amekosea nini? Na tukatoa hoja mbele ya mahakama kwamba kwa mjibu wa kifungu cha 186 linapaswa kuendeshwa kwenye mahakama ya wazi, isipokuwa kunapokuwa na sababu maalumu za kisheria na za kimantiki. Lakini sababu hizo lazima ziwe communicated kwa watu kama tulivyosema. Hilo nalo linahitaji uamuzi bila kuwachosha. Kama nilivyosema tena, kifungu cha 192 cha CPA cha sheria ya makosa ya jinai tulisema hauwezekani ukafanya usikilizaji wa awali remote, kwa sababu kuna mambo ambayo yanahitaji mshtakiwa kuwepo mahakamani. Hilo yote